Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, watu ambao tunajifundisha elimu ya tiba ya mitishamba, leo nimekuletea somo hili zuri kabisa, somo ambalo ni zuri, somo ambalo linahusiana sana na tiba ambazo zinawasaidia sana ndugu zetu, wagonjwa zetu na hata wake zetu pia au mama zetu. Ndugu zangu, kuna ugonjwa ambao unasumbua sana, ugonjwa ambao wa upungufu wa damu mwilini. Upungufu wa damu mwilini. Na huu ugonjwa huwa upo katika aina tofauti tofauti. Sawa upo katika hali tofauti tofauti. Lakini kuna wengine huwa wanapata majeraha katika ajali na kadhalika. Mungu awahifadhi wote nyinyi na sisi. Lakini kuna wengine wamemwambia daktari, bwana wewe damu yako imepungua, inabidi uongeze damu. Sasa nimekuja kusaidia dawa hii ambao ni mti wa choya au rozera. Wengi watu wamezoea kuita mdamdam, lakini wengine wamezoea kuita jina la choya, wengine jina la rozera. Chote ni kitu kimoja hicho, kita mdamdam, rozera, choya ni kitu kimoja. Sasa endapo kama mtu anajihisi damu yake mwilini imepungua, nini afanye? Nini atumie? Basi nachokushauri, nenda katika huo mti unaoona hapo, chuma hivyo vijua vyako hivyo, sawa? Afutumia katika hali ambayo ya kuyaanika. Pia baada ya kukauka, tumia katika hali ya kuchemsha, ukawa unakunywa juisi yake. Au pia unaweza kuchukua hivyo ukaponda, ukasaga, ukapata juisi yake, then tumia kuinywa. Lakini wengine hutumia katika hali ya kuichemsha, wengine hutumia katika hali ya kutengeneza juisi ya kawaida. Hii choya au rozela ni dawa nzuri sana ambayo wake zetu, mama zetu, dada zetu huwa wanaitumia pindi pale wanapokuwa wajawazito. Sawa kwa sababu watu wengi katika hali ya ujauzito huwa damu zao zinapungua, hawa wanawake, kwa sababu wanakuwa ni viumbe zaidi ya mmoja, ipo yeye na mwenzake tumboni. Sasa ule mzuko wa damu unakuwa muda mwingine hamtoshelezi mama mjamzito, anaambiwa atafute hii rozera au anatumia kwenye kuinywa, au choya au anatumia kwenye kuinywa, au mdamdamu au anatumia kwenye kuinywa. Wengine huambiwa atumie matembele kula mara kwa mara, lakini mara nyingi huambiwa hii choya ndio yenye kuitumia kwa sababu inaongeza damu kwa kasi sana. Sasa kwa mtu ambaye ana upungufu wa damu mwili wake imepungua, tumieni hii choya, tumieni hii rozera, ni dawa nzuri sana. Kutengeneza juisi yake kwa unakunywa hii mara kwa mara ni dawa nzuri sana. Ila cha kuzingatia, unapima mara kwa mara, unapima, unakunywa, unapima. Isitokezee baadaye kujikuta damu ni nyingi kuliko maelezo. Damu kiwa nyingi zaidi pia ina madhara yake. Sawa Kwa hiyo tumia huku ukiwa unapima damu mara kwa mara. Ukiwa na damu ipo constant, basi achana nayo, fanya mambo mengine. Kwa hiyo hii ni faida ya hii rozera. Faida ya rozera kuongeza damu mwilini. Kama mjamzito tumia, kama wewe umepata ajali, damu yako imepungua, tumia. Kama wewe umepima kuonekana damu yako ndogo, tumia. Kama una changamoto yoyote ile ya sickle cell na kadhalika, tumia. Na insha Allah Mwenyezi Mungu atakusaidia, damu yako itazidi kwa kasi sana biidhnillah. Ni kuombe tu kama bado subscribe, usahau kusubscribe. Kumbuka tupo hapa kwa lengo la kuelezana yale kwa khairi, lakini wakati huo tupo hapa kwa lengo la kufundishana mambo mazuri ili kila mtu mmoja apate kutumia hizi dawa, apate kufaidika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.